Yes. Yes. Karabashakata ya babush. Riko tarabashakata. Riko shakata ya babush. Yes. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona tumekaa kwa huzuni watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni neema kubwa ya Mungu mpaka tumefika leo. Si kwa akili zetu, wala si kwa nguvu, wala si kwa uwezo. Ni Mungu yeye mwenyewe ndiye aliye sababu ya sisi kufika hapa. Kwa hiyo Mungu ndo sababu ya sisi kufika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya, tutafurahia na kushangilia ndani yake. Siku mpya ambayo Mungu anakwenda kutupa, mwaka mwingine ambao Mungu anakwenda kutupa, ni mwaka ambao yeye ametupa, si akili zetu, si mawazo yetu, ni yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Zaburi ya 31:15, Biblia inazungumza kwamba nyakati zetu zipo mikononi mwa Mungu. Mtu wa Mungu, nyakati za maisha yetu zote ambazo tunaishi, nyakati za kuishi kwako, miaka yako ya kuishi yote ipo kwenye mikono ya Mungu. Wewe au mimi sio sababu ya kuishi mpaka leo. Miaka yetu ya kuishi kwa mujibu wa Zaburi 31:15 ipo kwenye mikono ya Mungu. Kwa hiyo tunaishi, na Mungu anapotupa zawadi ya mwaka mwingine, ni vitu ambavyo vipo kwenye mikono yake. Ni vitu ambavyo ni sababu ya Mungu yeye mwenyewe. Mpaka Mungu amekupa mwaka mwingine, hatujafika bado, lakini tunauona na kushangilia kwa sababu tunajua ule mwaka ni Mungu ametupa. Mtu wa Mungu, mwaka 2026 hauwezi kubadilika kama we hautaki kubadilika. Usije ukategemea mabadiliko. Unajua mwaka 2026 kinachobadilika ni namba moja tu. Kwenye 5 inaongezeka 1 inakuwa 6. Kwa hiyo namba 1 kuwa 6 haitoshi kubadilisha maisha yako. Kitu pekee kitakachobadilisha maisha yako ni wewe. Kitu pekee ambacho kitabadilisha maisha yako ni wewe. Lakini si wewe tu, ni wewe na Mungu. Ni wewe na Mungu. Ndio maana Daudi anasema nyakati zetu zipo mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo sisi, maisha yetu, sosi ya maisha yetu, chanzo cha maisha yetu ni Mungu. Even if tunataka kuingia 2026, lazima tumpate Mungu aliye chanzo cha maisha yetu, anayetupa zawadi ya mwaka mwingine, anayetupa zawadi ya mwaka ambao tunauendea, anayetupa zawadi ya mwaka ambao hakuna mtu ambaye alishawahi kufikiri, hakuna mtu ambaye alishawahi kuwaza. Mungu yeye mwenyewe ndiyo sababu ya msimu huu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, Yesu Kristo ndiye sababu ya msimu huu kwetu. Yesu Kristo ndiye sababu ya msimu huu kwetu. Mungu ana siku zetu, ana maisha yetu, ndiye anayetupa miaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu peke yake, mtu wa Mungu, ndiye anayetupa miaka ya kuishi. Asije akakutisha binadamu yeyote chini ya uso wa nchi kwamba atakuua, kwamba atakumaliza, kwamba atakuloga. Maisha yetu yapo kwenye mikono ya Mungu. Mungu akiruhusu ufe, utakufa. Mungu yeye ndiye ana hesabu ya maisha yetu. Kwa tukijua kwamba Mungu ana hesabu ya maisha yetu, hakuna chochote kitakachokututisha. Hakuna chochote kitakachotutisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu
yapo kwenye mikono ya Mungu. Tunapoelekea, zimebaki dakika chache sana. Tamani vitu ambavyo usisahau. Siku zetu haziko mikononi mwetu. Ni moja ya jambo muhimu sana ambalo unapaswa kulifahamu, mtu wa Mungu. Siku zetu za kuishi hazipo mikononi mwetu. Siku zetu za kuishi zipo kwenye mikono ya Mungu yeye mwenyewe. Na Mungu ndiye anayetupa siku. Na kwamba Mungu ametupa siku haimaanishi Mungu wetu anafungwa na siku. Yeye Mungu ameumba siku, lakini yuko juu ya vyote. Yeye ni mtawala wa siku. Mungu ameumba siku, amefanya mwaka, lakini Mungu hafungwi na mwaka. Yeye ni Mungu ambaye anatawala mwaka. Ukiwa umekaa hivyo hivyo, naomba ufuatishe maneno haya kabla hatujashangilia kwa pamoja dakika ambazo zimebaki hizi za kufurahia kile kitu ambacho Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja hapo hapo ulipo utafuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Umenilinda kwenye nyakati zote, kwenye majira yote. Tangu huu mwaka umeanza, tangu Januari mpaka leo, si kwa nguvu zangu, si kwa uweza wangu, si kwa akili yangu, wala si kwa fedha. Wewe Mungu umenitunza, wewe Mungu umenilinda, wewe Mungu umeniepusha na hatari. Kuna ndugu zetu tumezika, lakini Mungu umenilinda mpaka leo, lakini Mungu umenitunza mpaka leo. Asante kwa neema yako, asante kwa nguvu zako, asante kwa mamlaka yako. Jina lako ni kubwa kwenye majira yote. Jina lako ni kubwa kwenye majira yako. Sasa mtu wa Mungu, tunapomaliza ibada huwa tunasema Bwana akubarikie na kukulinda. Natamani tuombe kupitia hayo maneno kwa dakika hizi kadhaa pia. Sema: Bwana Yesu, umesema wewe unatubariki na unatulinda. Maana yake chochote unachotubariki unaachilia ulinzi. Chochote unachotubariki unakilinda. Ukitupa baraka ya nyumba unalinda. Ukitupa baraka ya watoto unalinda. Ukitupa baraka ya ndoa unalinda. Mungu, umesema unatuangazia nuru za uso wako na unatufadhili kwenye mwaka tunaouendea. Kayafadhili maisha yangu, kafadhili afya yangu, kafadhili nyumba yangu, kafadhili uchumi wangu, kafadhili hatua zangu, katika jina la Yesu. Mungu, umesema unaniinulia uso wako na kunipa amani, na kunipa amani. Kanipe amani ninapoishi, ninapotembea, ninapofanya chochote. Ninaomba amani yako, amani yako, amani kwenye nyumba, amani kwenye kanisa, amani kwenye familia, amani kwenye nchi, amani kwa watoto, amani kwa familia yangu, amani kwa wazazi wangu, katika jina la Yesu. Natamani kila mmoja ukiwa umekaa hivyo hivyo, mwambie Mungu kile kitu kimoja tu unachotaka kutendee. Mwambie Mungu kwa dakika hizo hizo, mwambie Mungu. Rapanserede bonsi anama rabasekeria dada boje diana mansa karada bos rekebedia karada bansekeria banata da bos karia dada bos yana mansa nama ke. Mungu, wewe unasikia kuomba kwetu. Kwako kuna majibu ya maisha yetu. Kwako kuna majibu ya kesho zetu. Kwako kuna majibu ya siku ambazo umetupa.
Wewe ni Mungu ambaye uko pamoja na siku zetu. Ni Mungu na siku zetu. Sisi binafsi hatujui, lakini Mungu wewe unahusika na siku zetu. Unahusika na siku zetu. Siku za kuishi kwetu unahusika nazo. Siku za kutembea kwetu unahusika nazo. Ninaomba kwa ajili ya kanisa lako. Ninaomba kwa ajili ya Wakristo wote wa mahali hapa. Tunakataa vifo vya ghafla. Nimesimama hapa kama kuhani wa zamu. Tunakataa vifo kwa watoto. Tunakataa vifo kwa watu wetu, kwa wapendwa wetu, rafiki zetu, majirani zetu. Tunakataa vifo. Tunakataa roho ya mauti. Tunakataa roho ya mauti. Tunapoingia msimu mwingine, kila sauti za roho ya mauti tunakataa kwa jina la Yesu. Kila mauti inayofuatilia watoto wa Mungu tunakataa sasa katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kila mmoja naomba asimame. Tumebaki na dakika kadhaa, sekunde. Naomba mwalimu Eliabu utapiga kelele, watu wote tusimame. Mwenye kitu chochote, mwenye uwezo kucheza hapa mbele. Yes, tusimame juu tayari, wakati umewadia. Mwenye mshumaa shika mshumaa. Kama una mshumaa inua mshumaa wako. Kama una mshumaa inua mshumaa wako. Hiyo dakika ndio inaondoka. Ndio tunavuka. Ndio tunavuka. Ndio tunavuka. Tayari tumevuka. Tumevuka. Yesu. 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 Zoezi moja. Naomba mwenye simu awashe taa. Hizi taa zote zizimwe, ibaki hii huku mbele. Hizo zote zizimwe, kuwe na giza. Kila mtu ainue simu yake awashe taa. Tuzime taa zetu hizi zote.
imebaki taa moja inawaka hapa. Naomba mnisaidie wa huko nyuma tuzime taa zile. Basi natamani tufuate haya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadiri hivi taa inavyowaka, kadiri hivi taa inavyowaka, ndivyo mwaka wetu utakavyoangaza. Sema Bwana Yesu, asante kwa mwaka mwingine. Umetupa mwaka, ni zawadi kwenye maisha yetu, kwenye nyumba zetu, kwenye nyumba zetu, kwenye familia yetu. Kama hizi taa zinavyoangaza, tutaangaza kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye familia, kwenye kanisa, kwa watoto, kwenye afya. Piga makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya! Joy, 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 joy. Yes. Bas, amen. Bas, pokeni baraka ninyi nyote mnaomtegemea Bwana. Bwana awabarikie na kuwalinda katika mwaka huu 2026. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Awafadhili watoto wenu, afadhili mashamba, afadhili kazi na chochote mnachokigusa. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani. Amani chochote mnachogusa. Amani kwa watoto, amani kwenye moyo, amani kwenye kila kitu, katika utukufu wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Basi tuwashe taa zetu, tuwashe taa zetu, tuwashe taa zetu. Basi watu wa Mungu, basi watumishi wa Mungu, sisi humu tumemaliza kila kitu humu ndani. Basi mwalimu, tunaomba tusifu wimbo mmoja, tutakuwa tunatawanyika. Amen. Shangilia.